Hebu tuanze mstari wa 3, Injili ya Mathayo 24. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mstari wa 7, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 10, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 13. 13. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama ya dubu, miguu yake kama ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha na mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama, wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miaka 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na watu wote wakao juu ya nchi. Mstari wa 7 turudie. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudia. Kila ambaye jina lake halikuandikwa kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Baba, katika jina la Yesu naomba uyabariki maneno haya. Roho Mtakatifu, ninakutegemea sana, wewe uwezaye kufafanua na kufunua mafunuo ya maandiko haya, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba mnisikilize kwa makini, watoto wa Mungu. Ninataka tuzungumze wakati ambao tunaishi sasa, maana wapo watu wanaofikiri kwamba Yesu amechelewa kurudi. Wapo watu wanaofikiri kwamba tupo salama. Wapo watu wanaofikiri kwamba wakati huu ni wakati wa starehe. Wapo watu wasiojua kwa nini wapo duniani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba unisikilize kwa makini. Ni vema tukajua wakati tulio nao. Wanafunzi wa Yesu walitamani sana kujua wakati walio nao. Walimwendea Yesu kwa faragha.
Inaposema kwa faragha, maanake ni kwamba walimwendea Yesu pembeni, wakamchukua akiwa katika sehemu ya pembeni, ametoka katikati ya makutano, wakamwendea, wakataka wajue dalili ya siku za mwisho. Kuna mambo mengi Yesu pale ameyasema, lakini mimi nitayasema mambo machache tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alichokisema pale kikubwa, alisema habari ya manabii wengi wa uongo kutokea. Acha Makristo wengi wametokea miaka ile ya 80, miaka ya 90 na mpaka leo. Juzi nilikuwa naambiwa kitu kimoja. Kuna mtu mmoja akaniambia, Bise, twende ukamwone Mungu wa Mbeya. Eti sijui kama mmesikia watumishi wa Mungu. Eti kuna Mungu wa Mbeya anakaa Sai. Kuna mtu ameniambia. Nikamwambia, wewe vipi? Sasa kuna mtu anajiita Mungu. Sasa vituko vya watu kujiita Makristo vimetokea miaka mingi. Lakini leo nataka nizungumze dalili za mwisho kabisa zinazoonyesha kwamba Yesu anarudi. Bwana asifiwe. Maneno haya ya kuokoa wewe ambaye bado hujaokoka. Maneno haya ya kuimarisha wewe ambaye umeokoka. Bwana asifiwe. Manabii wengi wa uongo. Hapa naomba nitulie kidogo. Bwana asifiwe. Jana tukiwa kwenye gari, samehe dadangu Neema, tuliongea tukasikitika sana juu ya manabii wa uongo. Wametokea. Hata hapa Isimike wapo. Iwambi wapo. Maeneo ya Mama John huko yapo. Tusiseme kwamba wametokea sijui Marekani au wametokea wapi. Wametokea wengi. Na manabii wa uongo si kwamba tu wanatabiri mambo ya uongo. Naomba unisikilize. Manabii wa uongo wana uwezo wa kutabiri kitu ambacho ni kweli. Tatizo si kwamba wametabiri ukweli. Tatizo ni roho ile ya uongo au roho ya kishetani iliyo ndani yao, iliyo na uwezo wa kuagua maisha ya mtu. Na hapa naomba nizungumze kitu watu wa Mbeya. Kwa sababu watu leo wameshindwa kujua injili ya Yesu ni ipi na injili ya shetani ni ipi. Bwana asifiwe. Yesu alishatuonya mapema kwamba tunapoona manabii wa uongo wametokea, tambueni kwamba Yesu anakuja. Na wanafunzi wake walipenda kujua sana. Lakini Yesu kuna wakati aliwajibu, akasema mtawatambua kwa matunda yao. Bwana asifiwe. Unajua, katika kitu ambacho kinanisikitisha sana, siku ya kwanza nilizungumza habari ya wokovu wa bandia. Bwana asifiwe. Katika kitu ambacho kinanisikitisha sana ni kwamba hata wateule wanadanganywa. Ni kwamba hata watakatifu wanadanganywa. Nimesema wakati naanza hapa kwamba tunapoendelea na ujumbe huu utamuimarisha aliyeokoka na utamuokoa ambaye bado hajaokoka. Bwana asifiwe. Leo hii kuna watu wameamua kabisa kuacha wokovu wa kweli. Wameamua kwenda kuwasujudia manabii wa uongo. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo katika mji wa Mbeya. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Watu wamedanganywa. Na hata tunapohubiri injili hapa, kuna wengine wanafikiri bado wale watu ni manabii wa uongo. Hata sisi, nizungumze, hata sisi tunawachukia manabii wa uongo. Na tunazichukia kazi zao mbaya, kwa sababu zimeharibu ushuhuda wa kweli wa injili ya Yesu. Bwana asifiwe. Sasa miongoni mwa miji ambayo imedanganywa sana ni pamoja na mji wa Mbeya. Watu wameacha wokovu, wameenda kugeukia vitu ambavyo havieleweki. Na hapa naomba niseme neno hili. Sina ugomvi na mafuta wanaotumia manabii. Sina ugomvi hata kidogo. Ugomvi wangu ulipo ni kwamba yale mafuta yanatoka wapi? Namba moja. Namba mbili, kwa nini yauzwe? Namba tatu, kwa nini yawe ni kanuni, yani yawe ni kitu ambacho ni cha kawaida kila siku? Kwa sababu mafunuo ya kweli ya Yesu Kristo, Yesu alipompaka matope yule mtu akaponya macho yake, hakuendelea kutumia kanuni ile. Kila
siku kulikuwa na ufunuo mpya wa Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Mbona nikwambia, sina upinzani na mafuta, nina upinzani na jinsi wanavyoyatumia na jinsi wanavyoyauza na wanayatoa wapi. Watu wa Mungu, niwaambie, kwenye mkutano huu nimependa sana kuzungumza misingi ya Ukristo wa kweli. Naomba unisikilize. Nilisema siku ya kwanza kwamba mji wa Mbeya hauna wapagani. Ninachotaka nizungumze leo, nabii wa Agano Jipya lazima apatikane kanisani. Naomba unisikilize. Nabii wa Agano Jipya lazima apatikane kanisani. Na katika maandiko, mimi ni msomaji mkubwa wa Biblia, sijabaona mahala ambapo tangu Yesu Kristo amelianzisha kanisa kwamba kulikuwa na nabii aliyekuwa ameamua kuanzisha kanisa na kulichunga. Katika kanisa la Agano Jipya, nabii sikatai kwamba yupo, lakini anatakiwa apatikane kanisani, awe chini ya mchungaji na alelewe na mchungaji. Hiyo ndio kanuni ya Agano Jipya. Bwana sifiwe. Na nataka nikuambie siri moja. Watu wa Mbeya, acheni kudanganywa. Kuna watu leo hii walikuwa watu wazuri, tunawafahamu, waliokoka vizuri. Baada ya shetani kuwabana kwenye shida na matatizo mbalimbali, wakaamua kutoka kwenye makanisa yao, wakaenda kuwasujudia manabii. Wamepoteza kabisa mwelekeo. Nilikutana na ndugu mmoja, nilimuuliza, nikamwambia, wewe vipi? Mama fulani yupo? Akasema, mama fulani bwana, niambie, yupo? Akasema, bwana, Mungu aliniambia nimuache, sio mke wangu. Alimwacha mke wake. Bwana asifiwe. Kuna nabii mmoja yuko hapa Mbeya, akawaambia wakina mama, mna mikosi, nyote mlio na mikosi piteni mbele. Hapo akawaambia kina mama wale, nendeni mkachukue kwenye viwanja vyenu, kwenye nyumba zile, ndipo palipo na mikosi. Kwa hiyo nendeni mkachukue hati za nyumba. Na jinsi walivyo wakina mama wengi, na hili niliseme hapa, usifanye jambo lolote bila kumshirikisha mumeo. Biblia inasema nyinyi ni mwili mmoja. Wala kina mama wakaenda kuiba hati za nyumba, wakampelekea yule nabii. Nabii yule zingine alirudisha, zingine amewazulumu. Ukimpa mtu hati ya nyumba, akiamua kukudhulumu nyumba na kudhulumu. Wengine wamepeleka brokadi za magari, wakaambiwa magari yenu yana mikosi. Kwa kumekuwa na vituko vya aina mbalimbali. Kumekuwa na mambo ya ajabu. Mwingine ameambiwa, huyu sio mke wako, ila fulani ndio mke wako. Tumekutana nayo. Kwa hiyo manabii wengi wa uongo wametokea, wapo Mbeya na wanawadanganya watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo dalili Yesu aliisema. Dalili ya pili, tetesi za vita. Wale ambao unasikia vyombo vya habari, kila mahala taarifa za habari ukisikia, kila mahala ni matetesi ya vita. Kila mahala ni shida. Yani utasikia Umoja wa Mataifa, sijui Israeli, sijui, yani ni vita. Bwana asifiwe. Matetesi ya vita, mataifa kupigana na kila namna ya vita. Na Yesu akaizungumzia njaa hapa. Naomba mnisikilize watu wa Mungu. Hapa tulipokaa, sehemu za Somalia wanakula udongo. Unaziona hizi nyasi za kijani tunazokanyaga hizi. Somalia wanakula majani. Nenda maeneo ya Ethiopia ni njaa. Nenda, yani ni njaa. Na kuna nchi zinaomba msaada wa chakula, watu wanakufa kwa njaa. Kwa hiyo njaa, sehemu kubwa ya dunia kuna njaa. Usije kaona wewe mtu wa Mbeya unashiba unakula, endelea kumshukuru Mungu. Sehemu zingine tayari kuna njaa. Bwana asifiwe. Hiyo dalili ya njaa tuiache pembeni. Anguko la uchumi wa dunia. Unajua, ningekuwa na muda wa kutosha ningezungumza mengi. Anguko la uchumi wa dunia. Miaka karibuni, kama mlisikia, kinazungumzwa kitu kimoja kinaitwa mdororo wa uchumi au anguko la uchumi. Karibu mataifa yote saizi yanazungumzia uchumi. Wanasiasa wanaponadi sera zao ili wachaguliwe, wanatoa ahadi za kufufua uchumi. Kila mahala ni swala la uchumi. Nataka niwaambie kitu hiki, watoto wa Mungu. Uchumi hautafufuka. Dunia haitakuja kuwa na uchumi mzuri, kwa sababu mkakati wa kuangusha uchumi wa dunia unaendeshwa na shetani mwenyewe. Shetani anafanya kazi ya kuwa uchumi wa dunia
achukue nafasi ya kuitawala dunia. Na ndio maana nakupa pole wewe ambaye unafikiri kwamba ukija kuwa na maisha mazuri ndipo utamwabudu Mungu. Nataka nikwambie, kadri dunia inapoendelea mbele, tunahitaji kuwa na uvumilivu tukimsubiri Yesu ili aje atukute tuko salama. Bwana sifiwe. Dunia inaingia kwenye anguko kubwa la uchumi, na ndio maana leo kila mtu analalamika maisha magumu. Ngoja nikwambie, shetani huyu waliyetudanganya wakasema ni sisimizi, wale wazee walidanganya. Shetani anafanya kazi kwa mipango, na ili uweze kumshinda lazima ufanye kazi kwa mipango. Lazima ukae na Roho Mtakatifu, lazima uwe na neno la Mungu ndani yako. Shetani anachokifanya saizi ni kuiseti dunia, kila taifa uchumi uanguke. Tutawalaumu sana hao wanasiasa, lakini kila ambaye anajitahidi kufufua uchumi anapambana na nguvu ya mpinga Kristo. Na ndio maana una uchumi sasa kila mahala unaanguka. Ukienda hata mataifa makubwa ya Marekani wanapambana na anguko la uchumi. Ukienda China wanapambana na anguko la uchumi. Nataka nikwambie kitu kimoja. Yupo mtu mmoja anaitwa mpinga Kristo. Yeye amenyamaza kimya. Anafanya kazi ya kuyaseti mataifa ili uchumi uanguke. Kwa nini anataka uchumi uanguke? Kwa sababu mwanadamu akishiba hawezi kumsujudia shetani. Mwanadamu akishiba hawezi kumgeukia shetani. Kwa hiyo anachokifanya shetani ni kuangusha mataifa yote kiuchumi, ili sasa yeye atakapojitokeza aseme kwamba mimi ninao uwezo wa kufufua uchumi. Na hapa naomba niwaambie kitu. Wanaoshikilia pesa za dunia hii sasa hivi, pesa za dunia hii hapa, naomba uninukuu vizuri. Shetani amekamata uchumi, na ndio maana wewe uliokoka ukitaka kuwa na pesa, ukitaka kuwa na uchumi mzuri, lazima uwe na nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Lazima uwe na nguvu ya Mungu. Kule kukaa vuguvugu, niwaambie kitu kimoja, pesa ni roho. Hebu sema pesa ni roho. Sema pesa ni roho. Pesa huwezi kuipata hivi hivi. Ama uko kwa Mungu sana, ama umemsujudia shetani, uanze kuchinja mama yako, uanze kuchinja baba yako, afu wewe unalala bafuni wakati wewe una nyumba safe container. Ama uanze, na ndio maana nikwambie, kuna watu wengine wanagoma kuokoka kwa sababu pesa zao, wakiokoka ile roho iliyokamata pesa zao itaachia pesa, afu watakuwa maskini. Na ndio maana niwaambie siri moja, hapa tunapohubiri si kwamba watu hawajui. Wanajua tunafanya jambo la maana na wanatamani kuokoka, lakini kuna watu wamepata pesa kwa kuua baba zao. Kuna watu wamepata pesa kwa kuchinja mama zao, ama kuna watu wamepata pesa kwa kulala na mama zao. Wanajua kabisa kwa wakiokoka masharti ya wokovu yatawaambia kwamba watubu hiyo dhambi, na ile roho itakimbia tu, watakuwa masikini. Nataka nikuambie kitu kimoja, ili tufike mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa shetani anafanya kazi, na niwaambie siri moja, wakati shetani anafukuzwa toka mbinguni alikuwa na mahesabu yake. Alijua kabisa kwamba ninakwenda kupambana na wanadamu, na ninataka kuwaharibu wanadamu ili wasimwabudu Mungu, wamwabudu yeye. Alichokifanya wakati anatupwa duniani, alikimbilia kukamata uchumi wa dunia, na alipokamata uchumi wa dunia ndio sasa anafanya kazi ya kuambia wanadamu wamsujudie. Na ndio jaribu ambalo alimpelekea Yesu hilo. Akamwambia, ninampa kila mtu akinisujudia miliki yote hii, kila kitu ninampa. Yesu alikataa kumsujudia shetani. Sasa naomba unisikilize. Ili upate pesa inahitaji uwe na Yesu wa kweli. Biblia inasema kwamba huwezi kuviteka vitu vya mwenye nguvu mpaka umfunge kwanza yeye, umweke kona. Ukishamweka kona, ndipo unapoweza kumnyang'anya kile ambacho amekuibia. Mwambie rafiki yako, pesa sio mali ya shetani. Sema, shetani ni mwizi
mwizi na jambazi, ili uweze kumnyang'anya mali zako, lazima umkamate, umweke kwenye kona. Ukishamweka kwenye kona, ndipo unachukua mali zako. Sasa kwa imani hii walionayo watu, na kwa ajili ya kwamba wanakaa makanisani bila kuokoka, ni vigumu kuwa na mali hizo. Lazima uwe na nguvu ya Mungu, umweke sawa shetani. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kama tukiamua watu wa Nzovwe kwamba leo tunaamua kuwa na Yesu wa kweli, maendeleo yatapatikana Nzovwe, maendeleo yatapatikana Mbeya, maendeleo yatapatikana wafanyabiashara. Nataka nizungumze na wafanyabiashara. Hao watu mnaoona wamevaa suruali, wamevaa magauni, wamevaa vitenge, nataka nikuambie wana siri kubwa sana. Kuna watu wameenda kusujudia miungu huko, na ndio nawaona wanakukebei tu. Sasa nisifike huko. Umeangushwa ili mataifa yatakapokuwa yamechanganyikiwa na haya masharti mnayaona, na mnayaona haya masharti. Yupo rais wetu mmoja aligoma masharti. Masharti yapo. Na hapa ngoja nikwambie kitu. Tuambiane ukweli. Sema tusajili simu. Sajili simu. Kwa sababu mpinga Kristo hawezi kuja mpaka dunia iwe kijiji. Itimie ile wanaosema kwamba dunia lazima iwe kijiji. Kwa nini dunia iwe kijiji? Mawasiliano yawe sawa kila mahala. Yaani kila mtu awe na uwezo wa kujua kinachoendelea Marekani, kinachoendelea Ulaya, dunia iwe kijiji. Maana yake ni utandawazi. Yaani dunia ifike mahala mawasiliano yawe sawa. Na sasa hivi huo unabii karibu 90% umeshatimia. Bwana asifiwe. Naweza kumwambia Peter pale, hebu pekua mambo yanayoendelea Washington saizi. Ndani ya dakika 5 anatuambia saizi pale Marekani wanafanya hivi. Saizi rais wa Marekani anasema hivi. Sasa ngoja nikwambie, mpinga Kristo, na hii niitaje, dalili kubwa sana ambayo naomba kila mtu awe macho. Achana na hizo anasa zitaongezeka, sijui kutakuwa na ukahaba, sijui kutakuwa na nini. Watu wanasema mbona ulikuwepo tangu zamani. Nataka nikwambie siri moja, kitu ambacho Tanzania pengine tunashindwa kukielewa. Ni kweli kumefanyika ukahaba wa kila aina, kumefanyika madhambi ya kila aina, lakini habari ya ushoga, mama zangu, si tumeanza kuisikia sasa hivi dada? Miaka ya karibuni hicho kitu Tanzania hakikuwepo, na hata Mbeya hakikuwepo. Juzi nilikuwa napita Mafiati pale, nikamuuliza mtu mmoja, nikamwambia vipi, mbona tukipita hapa tunaona wakina dada wale, afu tunaona na vijana wengine wako pale wamevaa vihereni, wanaume wako pale. Yule jamaa kaniambia na wao wako kwenye biashara, wanajiuza, ni mashoga pale Mafiati. Tena nataja bila aibu, pale Mafiati kuna mashoga wanajiuza na kuna makahaba wanajiuza. Haya mambo yote na dhambi iliyosababisha Sodoma na Gomora ipigwe. Asante kwa wimbo ndugu yangu ameimba. Iliyosababisha Sodoma na Gomora ipigwe ni pale walipoanza ndoa za jinsia moja. Na ndoa za jinsia moja zinapofanyika, Mungu hawezi kuvumilia tena. Hivi ninavyowaambia, Mungu hasira yake imefurukuta. Anatamani wakati wowote aimalize dunia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Taifa la Israeli ni mfano mzuri sana wa kuja kwa Yesu Kristo. Yesu alisema kwa mtini jifunzeni. Mnapoona mtu unaanza kupukutisha majani, tambueni kwamba ni wakati wa mavuno. Taifa la Israeli maana yake nini? Taifa la Israeli miaka ile walitawanyika katika mataifa mbalimbali. Wakati wa vita ile wakatawanyika. Walipotawanyika miaka hii ya hivi karibuni, sawa sawa na unabii ulionenwa na Ezekiel kwamba Mungu atawakusanya kutoka katika mataifa waliotawanyikia. Na Yesu akasema kwa mtini jifunzeni. Mnapoona mtu unapukutisha majani, tambueni ya kwamba wakati wa mwisho umefika, wakati wa mavuno umefika. Taifa la Israeli sasa wanarudi kwa kasi katika taifa lao. Wale ambao wanafuatilia vyombo vya habari, kila sehemu utasikia kwamba Wapalestina na Wayahudi wanapigana
Kwa nini wanapigana? Wanapigana kwa sababu Wayahudi wanarudi katika nchi yao. Kila sehemu wanapopita, wakikuta amejenga Myahudi, amejenga Palestina, wanabomoa. Kila wanapopita wananyang'anya ardhi, kwa sababu wamerudi katika nchi yao. Na taifa la Israeli kwa nini linarudi? Taifa la Israeli linarudi kwa ajili ya kusubiri wokovu. Naomba unisikize kwa makini. Hivi sasa injili ya neema inahubiriwa Tanzania. Injili ya neema inahubiriwa kwa mataifa yote. Injili ya neema inahubiriwa kwa wazungu Marekani. Injili ya neema inahubiriwa kwa Wanyachusa, kwa Wakinga. Injili ya neema inahubiriwa hata hapa Nzovwe, lakini kwa Wayahudi kule wanasubiri ukombozi. Wanasifiwe. Wanasubiri ukombozi. Nataka niwaambie, taifa la Israeli wamesharudi kwao. Na wanarudi pale. Unasikia kwenye vyombo vya habari. Naomba, niliwahi kusema hata kanisani kwetu, niliwaambia watoto wa Mungu, acheni kuangalia sana season tu. Wakati mwingine sikiliza taarifa ya habari. Wakati mwingine sikiliza BBC. Wakati mwingine sikiliza redio. Utashangaa. Haya ninayoyasema, tunaishi kipindi kibaya. Taifa la Israeli linasubiri ukombozi. Ninawaomba watoto wa Mungu, tuangalie, tunaishi nyakati mbaya. Wakati wowote Yesu anaweza katokea. Wakati wowote hukumu inaweza ikaanza. Bwana asifiwe. Kipindi kibaya, sio kipindi cha kucheza. Tutengeneze maisha yetu. Tumeachiwa muda huu tukate tiketi ya kuendea mbinguni. Tumeachiwa muda huu ili tuweze kujitengeneza. Biblia inasema kukawia kwa Mungu ni kukawia kwa Yesu kuhukumu dunia, sio ujinga. Tumepewa muda ili tusawazishe makosa yetu. Ndugu zangu, hatujapewa muda huu kwa ajili ya kujenga sana majumba. Hatujapewa muda huu kwa ajili ya mchezo. Umepewa muda ili utengeneze maisha yako, ili ujihakikishie kuingia kwa ajili ya kuangalia maisha yako ya kila siku. Unaishi vipi na Bwana? Huu sio wakati wa kutafuta wanaume. Huu sio wakati wa kutafuta maanasa. Huu sio wakati wa kusema sasa nifanye hili na lile. Huu ni wakati wa hatari. Ni wakati wa kujihakikishia kwamba nimekaa salama na Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua muda hautoshi, nimepewa dakika chache. Lakini nataka niseme neno hili. Jambo lingine ambalo linaonyesha dunia inakaribia kwisha ni maendeleo. Bwana asifiwe. Maendeleo, utandawazi tumeusema sana. Maendeleo. Nataka niwaambie, wakati mpinga Kristo anaitawala dunia hii, sisi tunasubiri kunyakuliwa. Naomba unisikilize wewe ambaye umeokoka, upo kanisani, unafanya mchezo na wokovu. Unisikilize kwa makini. Wale watoto wa Mungu ambao tuko wote kanisani, huwa nawaambia hivi, na wahubiri watakaoingia mbinguni na nina wahubiri ambao hawataenda mbinguni. Sasa naomba unisikilize. Nina wahubiri wale ambao hawatakubali kuchukua tiketi sasa, na nina wahubiri wale ambao wamechukua tiketi sasa. Naomba unisikilize. Sasa hivi sisi tunasubiri unyakuo wa kanisa. Sema unyakuo wa kanisa. Sema unyakuo wa kanisa. Na ninapotaja kanisa, maana yake ni wale watakatifu walioamua kutembea kwa kumtii Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tunasubiri unyakuo. Baada ya unyakuo huu kutokea, Biblia inasema kwamba tutakaponyakuliwa tutakuwa pale mbinguni. Tutakaa kwa muda wa miaka 7. Katika hiyo miaka 7 ndipo ambapo watakatifu watakaa pamoja na Bwana Yesu wakiwa wanakula karamu, au kutakuwa na sherehe. Dada Neema, sherehe ya miaka 7. Acha harusi ya siku 7. Kwanza harusi, hakuna harusi ya siku 7. Acha ile ambayo sasa ile Biblia inasema ni miaka. Tumevaa miili ya kutokuharibika. Na hapa nataka niwaambie, tutavaa miili ya kutokuharibika. Hatutakuwa na miili hii yenye BP. Hatutakuwa na miili hii iliyobeba virusi vya ukimwi. Hatutakuwa na miili hii ambayo tunaumwa njaa. Hatutakuwa na miili hii ya taabu na shida.
Ndio maana tunahubiri injili kama vichaa. Ndio maana tunasema habari za Yesu kama wenda wazimu. Ndio maana tunasema Yesu ni Bwana pasipo kuona aibu, kwa sababu ipo siku miili hii ya aibu tutaiacha. Bwana sifiwe. Miaka 7 pale pita, miaka 7 tunapongezana mama yangu, miaka 7. Wakati hiyo miaka 7 tuko pale, mwambie rafiki yako ndo kinachofuata. Mwambie si muda mrefu. Sikiliza, Yesu atakaponyakua kanisa tu pap, tunaanza miaka 7 ya sherehe. Biblia inasema tutakula chakula kilicho na urojorojo. Yaani unakula chakula unachotaka, hakuna kwenda chooni. Yaani kile chakula tutakula kwa ajili ya kujifurahisha tu. Yaani ukitaka sasa duniani hapa, wakina mama wengine wa hapa Mbeya huwa wanabeba na wanabeba pilau. Utakula na kusaza. Mama, vumilieni akina mama. Vumilieni, Yesu anakuja. Yesu anakuja akina dada, mliokataa upuzi wa dunia hii, mliokataa kuuza utu wenu kwa ajili ya chipsi, mliokataa kuuza utu wenu kwa ajili ya visoda, mliokataa kuuza utu wenu kwa ajili ya bia. Kuna dada mmoja nimwambia, kwa nini umeanguka? Alipoanza kunihadithia, alinunuliwa mishikaki 3 na sahani ya chips, akaukosa ufalme wa mbinguni. Nyinyi tukitoka hapa twende barabarani mkaone watu wanaponunuliwa chips, watu wanaponunuliwa. Yaani mtu unapoteza utu wako, unapoteza thamani ya utu wako kwa ajili ya chips. Nilimwambia dada mmoja nikasema, ukiona una hamu ya nyama, usiuze utu wako, njoo tutakununulia nyama hata kwa kukopa. Sasa tutamnunulia mara ngapi? Tutakuwa na sherehe miaka 7. Baada ya Yesu kunyakua kanisa, tutakuwa na sherehe ya miaka 7. Sasa ngoja nikwambie, hapo sio mwisho wa dunia. Naomba unisikilize. Unyakuo wa kanisa na mwisho wa dunia ni vitu viwili tofauti. Na naomba unisikilize, tuweke sawa mambo haya. Hata Yesu anapokuja kulinyakua kanisa, hata kanyaga ardhi hii, Biblia inasema tutamlaki mawinguni. Maanake wewe ndio utakayemfuata wapi? Mawinguni. Sasa naomba nikuulize, muujiza wa kupaa mpaka ukamlaki Yesu mawinguni, ni nani atakayekuwezesha? Huo ndio muujiza ninaoutaka mimi. Sifarijiki na muujiza wowote, sibabaishi na muujiza wowote. Kila ninapolala na kuamka nawaza habari ya kunyakuliwa. Na wakati mwingine nimwambia Mungu, naomba unihakikishie kama mimi nitaingia mbinguni. Mwambie rafiki yako, hapo sio pa kujiamini. Sema hapo ndio sio pa kujiamini. Yesu akawaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Tunahubiri injili hapa, tunazungumza habari za Yesu hapa, ili watu waandikwe mbinguni, ili watu waandikwe mbinguni, ili watu waandikwe mbinguni, ili watu waandikwe mbinguni. Tunahubiri habari ya Yesu ili watu waandikwe mbinguni. Huo ndio muujiza, huo ndio muujiza ninaousubiri. Huo muujiza ndio unaonifanya nisirudishe kisasi. Huo muujiza ndio unaonifanya nisimtukane mtu. Huo muujiza ndio unaonifanya nisitamani kahaba. Huo muujiza ndio unaonifanya nimwamini Yesu kwa ujasiri. Huo muujiza ndio ninaohitaji. Bwana asifiwe. Rapa shanda. Tunakaa kanisani ili twende mbinguni. Tunakaa kanisani si kwamba tuzikwe vizuri. Tunakaa kanisani ili twende mbinguni. Nataka nikwambie siri moja, hata wakikuzika kwenye jeneza lililozungukwa na dhahabu, kama ulikuwa umchi Yesu, wewe ni bure tu. Tunakaa kanisani ili twende mbinguni, wana wa Mungu. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Wakati ule tuko pale, huku duniani kutakuwa na patashika. Kutakuwa na patashika. Ngoja nikwambie kitu. Kwa muda wa miaka 3.5 ya kwanza, ndio ile tumeisoma, atafanya kazi kwa muda wa miaka 42. Wakati Yesu amenyakua kanisa, kutakuwa na utawala wa mpinga Kristo. Huo utawala wa mpinga Kristo miaka 3.5 itakuwa ni miaka ambayo watu watatajirishwa,
watu, na ndio kipindi ambacho nabii wa uongo atatokea. Biblia inasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Ndio pale tumesoma habari zake. Huyo mnyama atafanya kazi kwa muda wa miezi 42. Nilipoigawanya hii miezi niligundua ni miaka 3.5. Ngoja nikwambie kitu, atafanya kazi kwa muda huo, na huo muda atakaofanya kazi huku duniani, nataka wale ambao watabaki munisikilize. Wale ambao watabaki, kutakuwa hamna kununua mpaka ugongwe namba 666. Hizi ATM mnaziona mnatumbukiza hivi, hazitakuwa na namba yako, zitakuwa na namba 66. Na kompyuta zote za benki, kompyuta zote za Vodacom, kompyuta zote zitakuwa zinaikubali namba 66. Bila namba 66 hutachukua pesa benki. Bila namba 66 hutakwenda kununua sokoni. Wala yani maana yake ni kwamba kuuza na kununua haitawezekana mpaka ugongwe namba 666. Na hilo jambo litatokea kwa wale watakaobaki. Bahati mbaya sana ni kwamba wanadini wengi ndio watakaobaki. Wanadini wengi ndio watakaobaki. Alafu dada Neema, na waimbaji wengi watabaki. Unajua naongea kwa ujasiri, kwa sababu kwenye mkutano huu nilinong'ona na mchungaji. Nikasema namshukuru Mungu, mkutano huu tuna waimbaji waliookoka kweli. Kwa hiyo unapohubiri sehemu zingine huwezi ukasema, lakini nasema kwa sababu watumishi wa Mungu hawa tena sio waimbaji tu, tena ni wahubiri. Bwana asifiwe. Watabaki. Maana kuna watu wanacheza na wokovu. Nimesema Yesu anakuja, na kwa muda wa miaka 3.5, ili nimalize nisichukue muda mrefu, kwa muda wa miaka 3.5 watu hawatauza wala kununua. Wale ambao watakataa kugongwa namba 666 watatakiwa wajiokoe kwa damu zao wenyewe. Bwana asifiwe. Unisikilize. Wakati huo Yesu amenyakuwa kanisa, watu watakimbilia kila mahali kuwatafuta waliookoka. Watakwenda Nzovwe, watakuta Peter hayupo, watamtafuta dada Maipopo, nani dada yangu pale. Watakwenda lile geti wanalijua, watagonga pale kama umefunga ndani. Maana utakuwa umelala kama ni usiku umenyakuliwa. Kama ni mchana hatujui, lakini usiku ukinyakuliwa, geti umepiga makome, watapasua na shoka. Yaani wanamtafuta huyu dada awaambie habari za Yesu. Ndio kipindi ambacho Biblia inasema wanawali wazuri na wanaume wazuri na vijana wazuri watazimia kwa kiu ya kulikosa neno la Mungu. Watazimia kwa ajili ya njaa kulikosa neno la Mungu. Leo tunahubiri wanatuona kama wapuuzi. Leo tunahubiri wanaona kama ni ujinga. Alafu bahati mbaya siku hizi wapo wanaotuona wapuuzi wako ndani ya makanisa. Wapo. Bwana asifiwe. Mwambie rafiki yako wanakujua kwamba wewe ni mlokole. Mwambie ole ukibaki. Utahubiri injili kwa panga. Watakata mguu wa kwanza, tuambie Yesu ni nani. Watatoboa jicho, watakutoboa jicho. Nilikuwa naongea na msabato mmoja, naomba nisamehewe bure. Nilikuwa naongea na msabato mmoja, akaniambia mdogo wangu Bise, nimenunua shamba kule Mumvwa. Nikamwambia ehe. Akasema lile shamba Mumvwa nililonunua, nataka wakati wa 6-6 tukajifiche kule. Maana sisi ndio tutatafutwa sana. Mwambie rafiki yako huwezi kukimbia unabii wa neno la Mungu. Huwezi kukimbia. Na Biblia inasema kifo kitakuwa mbali, mauti itakamatwa, ili ujilipie damu. Wao unakataa kuokoka leo bila kumwaga damu. Yupo aliyemwaga damu, yupo aliyesumbukia wokovu huu. Unakataa kuokoka, subiri wakati wake. Na bahati mbaya umeisikia injili hii, utakumbuka ninayoyasema. Kumbukumbu zitakuwepo. Wakati Yesu amenyakuwa kanisa, haitakuwa siri. Vyombo vya habari vitatangaza watoto wamepotea. Wakina Neema hawapo jamani, yule aliyekuwa naimba. Akina Mwaipopo hawapo. Wakina Bisa, akina Pita, akina nani hawapo. Vyombo vya habari vitatangaza hawapo. Wameenda kwao. Walikokuwa wanasema wataenda, wameshaondoka. Ngoja nikwambie ndugu yangu, watakuja, watakukamata, wataanza kuambia tuhubiri injili. Na bahati mbaya sana
Hii Biblia ukimwondoa Roho Mtakatifu ni gazeti lisiloeleweka. Na ndio maana kama una Roho Mtakatifu huwezi kuelewa Biblia. Huwa naongea na ndugu zangu fulani wale wanaovaa. Huwa naongea nao kwamba nyinyi hamna Roho Mtakatifu, hamwezi kuelewa Biblia. Biblia inaeleweka kwa jinsi ya kiroho. Baada ya kanisa sasa kunyakuliwa, huku duniani kutakuwa na patashika. Hiyo miaka 3.5 itakapokwisha, ndipo itakuja miaka mingine ambayo ufalme wa mpinga Kristo, yani watu wameshafanya kila kitu. Na hapa nirudi nyuma kidogo niwaambie, wana wa Israeli wanarudi kwao, na wanaporudi kwao Biblia inasema watazirudia sheria walizopewa. Mungu atalikumbuka agano alilofanya na taifa la Israeli. Soma katika kitabu cha Warumi 11, utaikuta habari hii. Wakati ambapo Mungu atakapolikumbuka taifa la Israeli, Roho Mtakatifu ataondoka Afrika, ataondoka kwa mataifa yote, atakwenda kule kwa Wayahudi. Wayahudi watapewa na manabii. Kutakuwa na wale mizeituni wawili, wataanza kuhubiri injili ya uwezo, injili ya neema pale. Wale Wayahudi watakuwa naambiwa wasipokee chapa ya mnyama. Na nataka nikwambie, nabii wa uongo yupo anatenda kazi. Hacha hivi vinabii vidogo vidogo hivi. Biblia inasema nikaona mnyama wa kwanza akitoka katika bahari. Maanake nilimwona mtawala mmoja akitoka katika dunia. Huyo naye akaja akaitawala dunia. Shetani akasema, kwa kuwa wanadamu wanakataa kuniabudu mimi, Biblia inasema shetani akamwachia kiti cha enzi yule mnyama wa kwanza aliyetoka baharini. Maanake ni kwamba atamwachia uwezo na mamlaka ya kiuovu ili aweze kuitawala dunia kwa uovu. Na ndiye huyo atakayeamuru watu wasiuze wala kununua kwa kugongwa alama ya 66 kwenye vipaji vyao. Kwa muda wa miaka 3.5 hiyo injili ya neema itakuwa inahubiriwa pale. Sasa nisikilize. Sulemani alikuwa amejenga jengo pale Israeli. Leo pale pana msikiti unaitwa Al-Aqsa. Waislamu wanaujua. Kwenye ule msikiti ndipo palipokuwa na kiwanja ambacho Sulemani alikuwa amejenga hekalu la kumwabudia Mungu. Sulemani aliyekuwa mtoto wa Daudi, si ndio? Akajenga hekalu la kumwabudia Mungu pale. Wakati wa Hitler walipofukuzwa Wayahudi, lile jengo lilibomolewa. Wale Waislamu wakaenda wakalichukua lile jengo. Walipolichukua lile jengo wakaanzisha ibada pale. Hivi ninavyosimama hapa kuwaambia, ndio eneo ambalo Wayahudi wanalitaka kwa nguvu. Na ndio eneo ambalo Wayahudi wanataka warudie ibada zao. Wakati wao wanajiandaa kuanza ibada, sisi tunajiandaa kwenda mbinguni. Wakati wao wanajiandaa kuzirudia sikukuu zao na sheria zao, sisi tunajiandaa kwenda mbinguni. Nataka nimalizie, nipe dakika 5 tu nikwambie. Kwenye ule msikiti na kwenye lile jengo, hivi ninapozungumza, sikiliza taarifa za habari, ndio mahala ambapo damu zinamwagika kati ya Wayahudi na Waisraeli. Tunaposikia haya tunafikiri ni hadithi. Lakini nataka nikuambie, haya ni maneno ya ukweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana nasikia sasa kuna mambo mengi. Kuna miungano ya dini, kuna kurudisha mitindo ya kipagani kanisani. Kwa hata manabii wa uongo wanafanya kazi kwa sehemu kubwa, kwa sababu Yesu anakuja. Najua sitamalizia ujumbe huu, lakini naomba tutambue hizi barabara zinajengwa. Bahati mbaya sana, hii barabara hii mtumishi ipo kwenye unabii, watu hawajui. Wakati ule kuna vita kuu ya Armageddon, Wanyachusa, Wasafa, Wandali, kila barabara ya wilaya lazima iwe na lami. Wanaona maendeleo ya dunia, watabebwa, watapitia ile barabara kubwa inayokwenda hivi. Lazima ufahamu hii inayojengwa Chunya hapa, hii inatakiwa iende mpaka itokezee South Africa kule, kuwabeba watu waende mahala panapoitwa Armageddon, au kwenye bonde la kukata maneno, mahala ambapo Wayahudi watakapochukiwa na dunia nzima kwa sababu ya kumkataa mpinga Kristo, wakati sisi tuko mbinguni. Ulimwengu ndivyo inavyosema Biblia, kwa kuwa itunza neno langu hutaingia kwenye uangamivu, hutaingia kwenye vita ya dunia hii. Nataka nikwambie siri moja, ujanja ni kuokoka tu, ujanja ni kumwamini Yesu Kristo. Huo ndio ujanja wa kweli. Yaani kama kuna uhuri ni kumpokea Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo wewe ni mjanja wa wajanja. Amen. Ndio maana mfikiria jamaa mmoja anaitwa Masanja. Yule ni mjanja. Kaona hii pamoja na umaarufu wote huu, bora kuokoka. Yule ndio mjanja. Wewe unavaa milegezo, unatembea kama vile sijui nini, afu nasema mjanja. Hakuna ujanja wowote.
tunahitaji kukuonea huruma. Umevaa bisketi mpaka hapa, wewe tunasema wewe ni wa mjini, wewe ni mgonjwa, unahitaji kuombewa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sasa nikwambie, huku utakuwa napata shika. Wayahudi watakimbilia katika bonde la Yoshafati. Namalizia, watakapoenda kwenye bonde la Yoshafati, nimalizie kwa kusema hivi, miaka 7 itakapotimia, wale watakaokuwa wamekataa kuipokea 6 ndio wale ambao, naomba unisikilize, Yesu anapokuja kuliokoa taifa la Israeli, atashuka wa ujio wa pili wa Yesu duniani, atakapokuja kuikanyaga tena ardhi, kulitimiza lile neno lililosema kwamba wakati Yesu anapaa, kuna malaika aliwaambia Wayahudi, akawaambia kwamba mnapomwona mtu huyu anaondoka, ndivyo atakaporudi. Yesu atarudi pale pale kwenye mlima Sayuni, atarudi wenye chusa wakiwepo. Kama unataka kukanyaga Uyahudi siku hiyo, wewe ukoka tu. Dada Neema, tutafika. Wacha wanaokwenda kwenye utalii waende tu, lakini sisi tutafika. Tunashuka pale tukiwa na ule mji mtakatifu ambao Yesu anauandaa. Hauandaliwi duniani. Yerusalemu mpya iandaliwi duniani. Haina mavumbi na changalawe kama hizi. Haiko hivi. Tena kwenye ile Yerusalemu mpya kutakuwa na kila aina ya uzuri. Yesu atashuka, na atakaposhuka pale Yerusalemu katika mlima wa Sayuni, ndipo atakapoliokoa taifa la Israeli. Bwana asifiwe. Maana Wayahudi watalia, watasema Masihi tuokoe. Watakaposema Masihi tuokoe, Yesu ataliokoa taifa la Israeli. Sitaendelea. Hapo ndipo itakapoanza miaka 1000 ya utawala wa dunia. Hapo pita ndipo unapomwona Yesu ajabu sana. Unajua kuna watu wanamwona Yesu kwa ushabiki. Jamani, dada zangu, watu wanahangaika Umoja wa Mataifa huko kusuluhisha migogoro ya ugaidi. Yaani acha binadamu kwa binadamu kuitafuta amani imekuwa shida. Lakini Yesu atakapokuja, miaka ya utawala wake 1000, ndipo atakapokuja, simba watamtii, simba watanyamaza, nyoka watanyamaza, kila mnyama atanyamaza, atakuwa tena rafiki yetu kama pale Edeni mara ya kwanza. Yeye anaitwa mfalme wa amani. Naomba tusimame. Naomba tusimame watu wa Mungu. Mambo yote yatapita, neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, neno litasimama. Dunia itapita, anasa zitapita, mambo yote yatapita, neno litasimama. Neno lake Yesu litasimama. Neno yote yatapita, lakini neno litasimama. Ushoga utapita, ukahaba utapita, mambo yote yatapita, neno litasimama. Neno lake Yesu yatapita, neno lake Yesu, neno lake Yesu litasimama. Neno yote yatapita, lakini neno litasimama. Mitindo itapita, ulevi utapita, mambo yote yatapita, neno litasimama. Neno lake Baba, neno litasimama. Hilo neno yote yatapita, neno litasimama. Naomba ufunike macho pale ulipo. Funika macho pale ulipo. Unakataa kuokoka. Dunia ina uzuri wote. Kwa nini unakataa kuokoka? Dada zangu, mama zangu, dunia inapita. Dunia inapita. Pamoja na mateso, pamoja na magonjwa, wewe vumilia, kubali kuifia imani. Hata wewe ambao hujampa maisha yako Yesu, kubali kuyatoa kwa Yesu. Mbele sio kuzuri. Huwa mara nyingi sipendi kuongea habari za kutisha, lakini huu ndio ukweli halisi kwamba dunia inaenda kwenye uharibifu. Dunia inaenda kunyongwa. Ndio maana wanasiasa
wamechanganyikiwa, wasomi wamechanganyikiwa, madaktari wamechanganyikiwa. Hakuna aliye na jawabu la kweli, hakuna aliye na jawabu la kweli. Yesu anabakia kuwa Yesu, Yesu anabakia kuwa mfalme. Ukiwa umefunika macho yako pale ulipo, mtoto wa Mungu, naomba ukiwa umefunika macho yako pale ulipo, msikilize Roho Mtakatifu anachosema ndani ya moyo wako. Msikilize Roho Mtakatifu kwa kitu anazungumza. Si habari ya kufia dini, kufia imani ya Yesu. Ninazungumza habari ya kuwa na Yesu. Hatuhubiri habari ya dhehebu, hatuhubiri habari ya dini. Nilisema kama ni dini ni nyingi mno hapa Simike, dini ni nyingi mno hapa Simike. Yaani ninachozungumza ni habari ya kuwa na Yesu wa kweli. Yatakufanya usiweze kutana na huyu Mungu aliye hai. Mengine yatakufanya usiweze kuona ulimwengu. Mengine yatakufanya uweze kubaki mahali hapa. Ya nini tubaki hapa? Yesu yupo mahali hapa. Litafakari neno hili, tafakari maisha yako, angalia masengenyo yako, angalia tabia yako mbaya. Itakufanya usiweze kutana na huyu Mungu, itakufanya uishi katika mateso. Ya nini ukai katika mateso kila siku? Ya nini ukai katika shida kila siku? Ya nini ikufanye ukai katika dhiki kila siku? Fumba macho yako vizuri. Anaenda kudumia, anaenda kudumia, anaenda kudumia. Ninakuomba jambo moja tu, tuchukue nafasi hii, tuchukue fursa hii kujisalimisha mbele za Mungu, kujitakasa, kumwambia Bwana kutengeneza upya, umwambie Bwana kumbe upya, umwambie Bwana kupe kibali upya, umwambie Bwana kutana na wewe upya, ukatoke mahali hapa ukiwa mtu mpya, ukatoke mahali hapa ukiwa umetengeneza na Yesu. Fumba macho yako vizuri, usiniangalie. Fumba macho yako vizuri, usiniangalie, usiniangalie. Tamka na Mungu wako, sema na Mungu wako jioni leo. Mwambie Baba, mwambie Baba kufanya upya, mwambie Baba kutengeneze jioni ya leo. Tamka kwa kinywa chako, tamka kwa kinywa chako, omba kwa sauti, omba kwa sauti. Yupo Roho wa Bwana ambaye anakuhudumia, yupo Roho wa Bwana ambaye anakuhudumia, anakubadilisha, anaenda kubadilisha. Omba kwa sauti, omba kwa sauti. Yupo Roho wa Bwana atakuhudumia jioni ya leo, atakuhudumia katika viwanja hivi, atakuhudumia jioni ya leo. Omba kwa sauti, omba kwa sauti. Achia moyo wako, fungua moyo wako, aingie Yesu. Lile pepo lililokamata linaenda kutoka, linaenda kuachia, linaenda kuachia hiyo roho iliyokamata inayokufanya uishi katika njia zisizo sahihi. Linaenda kuachia rikarabusike, ripobobosike. Bwana Mungu sishindwa. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni Mungu tunayekuomba kila siku, wewe ni Mungu unaonekana kila siku. Tembea mahali hapa, watoto wako wanatamani kukuona Yesu, wanatamani kusimama na wewe. Hawataki kwenda katika lile moto, hawataki kuingia katika njia zako, wanataka kuona wewe. Wamekuja mahali hapa wakijisalimisha kwako. Ninaomba Baba, anza kuwarehemu, anza kuwatakasa. Ninaamini Baba katika utakaso wako ndipo nafungua ndani ya utakaso, ndipo nafungua. Nenda kafungue rebusike, rikarabusike. Omba kwa sauti, fungua moyo wako, 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 rikarabusike. Fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako. Mwachilie Yesu akuhudumie. Fungua moyo wako, fungua moyo wako, achilie Yesu akurehemu jioni ya leo, akurehemu jioni ya leo, akuumbe upya jioni ya leo, akutengeneze jioni ya leo, akutengeneze. Fungua moyo wako, fungua moyo wako. Oh Yesu, nikiutafakari ule mji, nikitafakari mateso Baba, nikitafakari ile mateso, mimi ni nani mbele zako Baba?
Mimi ni nani mbele zako Yesu? Mimi ni nani mbele zako mfalme wa wafalme? Mimi ni nani mbele zako Mungu aliye hai? Baba, mimi ni nani mbele zako Bwana wa Bwana? Mimi ni nani mbele zako Mungu wa miungu? Wewe Mungu ulileta uchumi, unakusudi ili tutembee katika njia zako. Bwana wa Bwana, Baba, mimi ni nani mbele zako? Nami natamani nikaone ule mji, nami natamani nikatembee na wewe, nami natamani nikakuone Baba. Nitaishi mpaka lini katika mateso haya Baba? Nitaishi mpaka lini? Leo Baba, nipo tayari, nipo tayari, nipo tayari, nipo tayari, nipo tayari, nipo tayari. Fungua moyo wako, fungua moyo wako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana akuhurumie, Roho wa Bwana akuhurumie, Roho wa Bwana akuhurumie. Ribosike, rikarabosike, ribosike. Yesu Kristo, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu uliye na huruma, wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayesamehe. Angalia wanao wanalia mbele zako, angalia wanao wameshuka mbele zako. Achilia damu yako, ile damu ya wokovu, ile damu ya ukombozi ikatende mahali hapa. Rikaraboseke. Yesu Kristo Nazareti, Baba Mungu usiyoshindwa, Mungu ukiwa katika uwepo wa Mungu umeweza kutafakari maisha yako. Yapo mambo uliyoyafanya ambayo wako ambayo yanakusuta kila wakati, yanakusuta. Ni muda wako sasa wa kuweza kutengeneza na Mungu, kutengeneza na Mungu wako. Naomba nyosha mkono mahali ulipo. Lipo neno linakusuta, lipo jambo linakusuta, ulilifanya pasipo kujua, ulilifanya ulipo, kwa maana Roho Mtakatifu aenda kutengeneza. Rikaraboseke, riposeke, rikaraboseke. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, Mfalme wa falme, katika nitoe nafasi moja kwa wagonjwa wote walio mahali hapa. Unaumwa, sogea hapa kwa mama. Simama hapo mama. Rikaraboseke. Naomba sogea mahali hapa kwa wagonjwa wote. Wewe unajisikia hali mbaya, unajisikia kuumwa, yupo Roho wa Bwana, yupo Yesu Kristo. Anaenda kufanya jambo lisilo la kawaida siku ya leo. Anaenda kuponya, anaenda kuponya, anaenda kuinua. Bwana wa Bwana, Mungu asiyeshindwa, Bwana asiyeshindwa anaenda kuponya. Yupo mahali hapa, Mungu wa miungu anaenda kuponya. Sogea mahali hapa, wewe ambaye unajisikia vibaya. Yawezekana wengine wana vidonda vya tumbo, wametumia madawa mengi hawajaweza kupona. Wewe ambaye vidonda vya tumbo vimekutumbua, ni muda mrefu hujapata dawa, sogea mahali hapa, sogea mahali hapa. Siku anaenda kupona, usisite. Naomba sogea mahali hapa, sogea mahali hapa. Mungu anaenda kuponya, anaenda kubadilisha, anaenda kubadilisha, anaenda kubadilisha historia ya maisha yako, anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Sogea mahali hapa. Wapo wengine ambao wameumwa miguu muda mrefu, anaumwa miguu. Sogea hapa mbele, sogea mbele, sogea mbele hapa. Bwana anaenda kuponya, Bwana anaenda kuponya, Bwana anaenda kuhurumia. Rikaraboseke. Wewe Mungu usiyeshindwa, nenda kaponye, nenda kainue. Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Mfalme wa falme, Mungu wezaye, Mungu shindaye, Bwana mwenye uwezo, Bwana mwenye nguvu. Wewe Mungu wezaye, ninakushukuru Jehova kwa maana nenda kumponya mama huyu siku ya leo. Baba, nenda kuwa siku mpya, siku mpya Yesu Kristo, kwa maana nenda kumponya mama huyu. Mkono wake Baba unaenda kuponya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wake Yesu unaenda kuponya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatamka uzima, natamka uzima, natamka uzima katika mguu, natamka uzima ndani ya mguu. Fanya wepesi chini leo, leta uzima chini leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu siyeshindwa, wewe Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Baba umeponya, Bwana umeponya. Riboseke, rikaraboseke. Yesu Kristo, ni wewe Mungu wa yote. Hakuna jambo lisilowezekana kwako, halipo jambo lisilowezekana. Yesu Kristo Nazareti, Mfalme wa falme,
Yesu, kwa maana ametenda, kwa maana amefanya, kwa maana ameinua, kwa maana ameponya. Tunaamini mama yetu ameponya, tunaamini bibi yetu amepona, tunaamini Bwana ametutakasa, tunaamini Bwana ametuinua, tunaamini tunatoka hapa tukiwa wapya, tunaamini tutatembea tukijiamini, kwa maana Bwana ametengeneza maisha mapya kwetu, kwa maana Bwana ametengeneza siku mpya kwetu na maisha mapya. Ribosike kiwapo naomba tuombe kwa kuahirisha makutano. Uliyeziumba mbingu na nchi, ukamfanya mwanadamu Baba, ukatumba hata siku ya leo. Yesu, ninaamini Baba ni kusudio lako ili tukutanike mahali hapa, tukaliseme jina lako Yesu Kristo, kwa maana Baba ulituachia jina lako tu. Ninaamini Bwana kupitia mkutano huu Yesu Kristo tumeteka maisha teseka katika nyumba hizi, ila naamini amani imerejea, kwa maana Baba tumelisema jina lako, kwa maana Baba tumekuita Jehova, na hata waliopo mahali hapa Baba, Falme wa ajabu, yupo mama ambaye alikata tamaa, yupo kijana ambaye alikata tamaa, yupo mtu mmoja mahali hapa ambaye Bwana alikata tamaa. Nami Jehova jioni ya leo naenda kumtamkia Baba uhuru ndani ya maisha yake, ninamtamkia uhuru ndani ya maisha yake, namtamkia maisha mapya ndani ya maisha yake, namtamkia uzima kama hali ya Yesu. Ninaamini Bwana damu ya wokovu imepita na kusafisha maisha yetu, imepita na kusafisha nyumba zetu, imepita na kusafisha biashara zetu, imepita na kusafisha kazi zetu, imepita na kusafisha njia zetu. Ribosike kila mmoja atokapo mahali hapa aikute amani njiani, aikute amani nyumbani, aikute amani kwa majirani, aikute amani kila atakapopita. Baba, tukatembee na mwili wako mbele, tukatembee na jina lako, tukatembee na uso wako, kwa maana inakumbuka kwamba hatutoke hapa kama tutatembea na uso wako. Nasi Bwana tutokapo mahali hapa tukatembea na uso wako, kwa maana ulitembea na uso wako ndio maana walifika Kanaani. Nami ninaamini tukitoka hapa na uso wako tutafika nyumbani salama, tutashinda mauti salama, tutashinda vifo, tutashinda wachawi, tutashinda waganga, tutashinda manabii wa uongo. Riboseke Yesu Kristo Nazareti, kila mmoja mkabidhi mikononi mwako Baba, katembee naye katika jina la Yesu Kristo. Hatimaye kesho tukakutana tena tukiwa salama katika jina la Yesu Kristo. Kama kushukuru wote tuseme amen. Tukitawanyika